Tuelekee katika kaunti ya Makueni ambapo idadi ndogo ya wanafunzi bado inashuhudiwa katika shule kadhaa kaunti ya Makueni, hali inayozua wasiwasi miongoni mwa wadau wa sekta ya elimu. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Makindu, Mary Muisio, amesema kuwa idadi hiyo ndogo inatokana na changamoto za kiuchumi, akibainisha kuwa baadhi ya wanafunzi wanaripoti shuleni bila hata mahitaji ya kimsingi, hali inayolazimu uongozi wa shule kuwapokea walivyo huku ikitafuta njia mbadala ya kuwasaidia. Principal Makindu Girls Secondary and Senior School. We are receiving grade 10. We have been receiving grade 10 from 12th of January up to today. This is the third day. The turnover, the turn up in first day and the second day was not that good, but today many parents have come. I think the slow turn up, it's because of the hardships, the financial hardships the parents have, because most of them are coming with half fees, others without fees. Like yesterday we received a girl here who had no fees, no money for uniform, but she had then the other essentials, but we received her. We gave her uniform, we put her in class, then we told the parent to go and just look for something. We will be talking later. So she's still in class with the others, and we are still receiving more. Up to today, we have received like 100 students, and we wish to receive more. The government had given us a capacity of 393, but even others had come to request. We transferred them from the schools they had been sent to. We transferred them to Makindu Girls. Aba ndiye aliitwa na nikasema siwezi mbadilisha, waja akuje mahali aliitwa at least nione, na nimeona ni mahali pazuri, mahali mtoto anaweza soma. Unajua siku hizi watoto hataki mahali kelele nini na nini, mtoto anaharibika, lakini hapa ndani vile nimeona imetulia, naona mtoto atatoka hapa akiwa sawa. Mtoto wangu alikuwa ameitwa Kathinguri Girls na nikasema siwezi pika hapo. Nikaenda nikaona siwezi pika, njoo sina pesa kupika hapo. Alafu nikatembea nikatafuta shule, nikapata Makindu Girls. Nikakuja nikaongea na principal hapo, akanipatia barua, nikasema asante. Sasa mtoto wangu ameingia shule, alikuwa sijamaliza fees, lakini akasiniambia niongeze hiyo nyingine, hiyo nimepakisha. Sasa nimeshukuru. Pesa siko na shida na hakuna mvua. Wazazi wako na shida nyingi na watoto wengine wako shule na mvua imenyesha bila hakuna mvua siku hizi. Kazi yetu tu ni kulima tu.